Hayawi hatimaye amekuwa ndani ya Msimbazi. Tulisubiri kwa siku kadhaa tukisubiri kumuona kocha mpya ambaye anakuja kurithi mikoba ya manager Dimitar Pantev ambaye alifungashiwa vilago kunako mitaa ya Msimbazi, na hapo jana tukawekewa mambo yote hadharani. Kocha mpya tayari wanaye na wanatamba naye, sio mwingine ni Steve Baka kutoka Stellenbosch ya Afrika ya Kusini. Langu jina ni Aloisi Sagara, niko na Sadam Hassan. Tutakujuza Steve Baka ni kocha wa aina gani na ni kipi amekifanya akiwa na Stellenbosch ya Afrika ya Kusini ambako amehudumu kwa zaidi ya miaka 8 kuanzia 2017 hadi mwaka 2025 anakuja kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Nina habari njema ya kukujuza. Jaba Air Solution, mabingwa kusafirisha mizigo kutoka Guangzhou China mpaka nchini Tanzania kwenye ardhi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndani ya siku 3 mzigo wako ukiuagiza unakufikia. Leo ni tarehe 20, tarehe 23 mzigo wako unakwenda kupokea kutoka China mpaka Tanzania. Hassan Sadam. Naam kiongozi. Tuko vizuri. Tuko vizuri kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nisijue hofu kwako kama uko vizuri. Yeah. Kwenye microphone hizi za Data Sports siku chache tu zilizopita tulikaa tukaorodhesha majina ya makocha watatu ambao wana nafasi kubwa ya kujiunga na Simba, na jina moja hatimaye limechomoza. Na wewe mwenyewe pia ninakunukuu ulisema miongoni mwa makocha ambao wanapewa nafasi kubwa zaidi ya kuja Msimbazi kurithi mikoba ya Dimitar Pantev ni kocha wa Stellenbosch Steve Baka. Nilisema yale maneno kwa sababu nilikuwa na uhakika. Kwa sababu gani nilikuwa na uhakika? Sasa ile taarifa ya mwanzo usingetoa ukisema direct, lazima useme kwamba kuna uwezekano yeye ndo ana nafasi kubwa kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika. Kwa nini? Siku chache tajiri wa timu Modewij alionekana akiwa na picha tajiri wa Stellenbosch. Kwa hiyo ile ilikuwa ni kodi tayari imeanza kufunguliwa taratibu ya kuenda watu hawakufahamu. Nafasi nyingine ni kwa sababu tayari mazingira ya Tanzania alikuwa shayazoea. Hii ni mara ya pili anarudi Tanzania. Alikuja nusu finali kabla jana kutaja sasa hivi zake. Alikuja hapa na Stellenbosch kucheza na Simba. Amerudi tena juzi kati hapa dhidi ya Singida Black Star. Kwa hiyo ina maana alikuwa tayari ashakuwa familia na nini na Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa vyepesi kwenye wale wote kwenye ile list ya wale watatu. Tena sio watatu ni wachache, walikuwa list ya watu kama 20 hivi. Wakisema na Roman Folz alikuwa upande wa pili naye alishatuma CV zake kwenda mitaa ya Msimbazi. Ukitazamia Steve Baka amedumu sana akiwa na Stellenbosch. Tunapozungumza amehudumu ndani ya klabu hiyo kwa muda wa miaka 8 kuanzia 2017 hadi mwaka huu kwamba 2025. Vilabu vya nyuma ambavyo amefundisha University of Pretoria, katoka pale kaenda Amazulu, katoka Amazulu ndo akaenda Stellenbosch. Ni kocha ambaye Black Ake hapo katikati alikuwepo hapo kama manager, alikuwa kama manager uko chini sasa maybe. Ni hapo ni Amazulu Black alitoka Amazulu akajiunga na Stellenbosch baada ya 2017 akajiunga na Stellenbosch miaka 8. Yes. Sasa unatazamia kocha kama Steve Baka aliaminiwa ndani ya Stellenbosch. Ilikuwa ni timu ambayo ni ya kawaida, japo ni timu ambayo ina utajiri sana. Yaani ni timu ambayo ina uwezo wa kiuchumi. Lakini ukitazamia signing zao hazijawa signing kubwa. Wakawa wamemwamini kocha kama Steve Baka, wakamkabidhi timu ndani ya muda mrefu kama huo. Kuna vipaji ambavyo amevikuza. Anapokuja Msimbazi tunatazamia, wanasema wanajenga timu, na ndani ya kikosi chao kweli kuna wachezaji ambao ni vijana wanahitaji kukuzwa zaidi ili kufikia level ya juu. Tunamzungumzia Morris Abraham, tunamzungumzia Selemani Mwalimu Gomez, tunawazungumzia Anthony Mligo, tunamzungumzia Vedastus Masinde. Sijui unaelewa, ni wachezaji ambao bado ni vijana, wanahitaji mwalimu ambaye ana uwezo wa kuwakuza na kuwainua kutoka sehemu moja kwenda eneo jingine. Kocha aliyekuja nadhani ni kocha sahihi zaidi, sina mashaka naye kwa sababu akiwa Stellenbosch ameweza kuibua vipaji vikubwa. Unamzungumzia Jaden Adams, unamzungumzia Akram Lenders yuko pale pia amefunga goli kwenye FIFA World Cup ile mchezo. Ni kocha ambaye anaweza kuishi na wachezaji wa aina zote, kwamba anaweza kuishi na vijana, anaweza kuishi na wachezaji wenye umri wa kati na wale wenye umri mkubwa. Sifa yake kubwa hiyo. Ndani ya Msimbazi anakuja. Je, tutarajia ataibua vipaji vikubwa zaidi maeneo ya Msimbazi? Ndio maana nilipomuona Steve Baka ametambulishwa kwanza kwa upande wangu mimi nilifurahi. Kwa nini nilifurahi? Nasema Simba saizi wanahitaji kocha aina ya baba. Kwa nini nikwambia wanahitaji kocha aina ya baba? Wanahitaji kocha ambaye akiwa uwanjani atatoa maelekezo, lakini atakapotoka nje ya uwanja anakaa na wale watoto kama baba yao. Ina maana nawe mkubwa. Ina maana kidogo pale Simba ambaye akaenda naye kidogo, namuona Shomari Kapombe ambaye ana miaka 34, lakini waliobaki wote
ana uwezo kuwa baba yao na kuwaza, kwa sababu yeye ana miaka 50 na ngapi, 57 na kuendelea. Kwa ana uwezo wa kilichokuwa kinatakiwa pale Simba saa hizi, kumbuka anaingia na majukumu makubwa kabla hajaenda kuzungumza majukumu yake, na majukumu makubwa kuirudisha timu kwanza kwenye mstari. Kumbuka timu kama imetolewa kwenye reli baada ya kupoteza mechi 2 za hatua ya makundi klabu bingwa, alafu bado ligi wamepoteza mechi moja ambayo ilikuwa ina hisia nyingine tofauti. Ukizungumzia Mzizima baada ya dabi ya Kariakoo inafuata Mzizima. Kwa nini nakwambia kwamba unahitaji mtu ambaye ni baba tayari? Kwa sababu baada ya mazoezi yakifanyika mazoezi anahitaji kuwapa semina nyingine ndogo ndogo ya kuwarudisha wachezaji mchezoni. Ana wachezaji, hii alitaki kufumbiwa macho. Ana wachezaji aina ya Jonathan Soa pale kiwanjani kama namba 9. Muda wote ni mtu wa reaction zake muda wote zinaamka kiwanjani kutokana na kitendo atakachofanyiwa na beki. Either kwa beki wakimjua, mabeki wanaotumia akili akijua kwamba hucha kufanya ni kumtoa mchezoni kwa dakika moja. Anachotakiwa kufanya sasa Steve Barker ni kukaa na wale wachezaji wenye tabia za hivyo, kumwelekeza kwamba tunaenda hivi na hivi. Kwa hiyo anahitaji uangalizi, akitoka kwenye mazoezi kama unatakiwa kufanya hivi, baadaye wakalishe chini aanze kuelekeza moja moja. Hilo ndio la kwanza Simba watakuwa wamefaulu miongoni kwa kocha huyu aliyetua Msimbazi Steve Barker, kabla hajarudi sasa kwenye anaishi kwenye ile falsafa ya Simba ambayo ni Lunyas inajulikana kutawala zaidi mchezo. Ndio anaishi kwenye formation yake. Kwa ni kocha mzuri ambaye hana CV, tuwakumbushe. Ukimzungumzia Steve Barker hana CV kubwa Afrika. Ni kocha ambaye ni standard kama walivyowahi kuja makocha wengine ndani ya klabu ya Simba. Na hapo tunawagusia mtu kama Sven van der Broek. Tunamzungumzia mtu kama Fadu Davids ambaye alikuja akiwa ni kocha msaidizi na mashaka yakaanzia pale. Kuna baadhi ya mashabiki, wanachama, wadau wa soka walianza kujiuliza maswali mengi ya kwamba inakuaje timu kama Simba, timu ambayo ina ukubwa wake barani Afrika, si ndio, inachukua kocha ambaye hana profile ya aliyekuwa kocha mkuu ila amehudumu kama kocha msaidizi kwenye vilabu mbalimbali. Simba wamemwamini vipi kumleta kwenye timu yao ili kuwaongoza? Lakini Fadu Davids tunavyozungumza ndiye kocha ambaye ameweka pia historia kubwa klabuni Simba kwa kufikisha hatua ya finali ya kombe la shirikisho msimu uliopita akicheza dhidi ya Berkane. Ndio sasa watu wanaweza pia wako wanapata ile mashaka kwa Steve Barker. Wanachopaswa kuangalia ni kwamba wanapata kocha wa aina gani na anakuja ndani ya timu kufanya kazi na wachezaji wa aina gani. Steve Barker anaingia ndani ya Simba, kuna wachezaji anawakuta, kumbuka anaingia pengine kama ni dirisha dogo la mwezi Januari ndio anaweza akahusika kwenye maboresho baadhi ya nafasi kwenye kikosi. Tukashuhudia maingizo baadhi ya wachezaji kwenye kikosi cha Simba dirisha dogo, lakini asilimia zaidi ya 85 wachezaji ambao amewakuta. Kwa inabidi kwanza atengeneze mfumo wa kuwatumia wachezaji anaowakuta ili kama Mwenyezi Mungu akimjalia, kwa sababu dabi haiko mbali na kuna wengine wanasema huyu atafukuzwa mwezi wa 3 kwa sababu vilabu vyetu vinatembea na hisia za mashabiki. Tukaona kwa sababu kwa trending ya hivi karibuni Yanga amekuwa kimdominate zaidi Simba. Kwa hiyo uwezi jua, pengine tuombe endapo atamaliza huu msimu akapata dirisha lake moja madirisha mawili ya kusajili akiwa na Simba, tunaweza tukaanza kumshuhudia Steve Barker ambaye amehudumu ndani ya Stellenbosch na akaisaidia klabu ile. Kingine ambacho kocha amepewa majukumu makubwa na yeye mwenyewe, kuna interview yake moja nimeisikiliza akiwa South Africa, aliyokuja akasema miongoni mwa matamanio yake makubwa aliyokuwa nayo ni kusimamia kucheza ligi klabu bingwa barani Afrika. Na alikuwa anaipeleka Stellenbosch kwenda kucheza kimataifa. Mfano ameanza na kombe la shirikisho mara 2 mfululizo ameshiriki. Msimu uliopita amefika hatua nzuri. Ndiyo amefika hatua nzuri. Sasa msimu huu amekabidhiwa Simba ambayo tayari iko makundi. Yaani na maana watangulizi wake wao washamaliza, wamempa timu tayari ipo hatua ya makundi. Yeye ni kocha, hana CV kubwa sana. Yeye ndo anabidi aanze kutengeneza CV yake. Na Simba ni platform yeye kumuuza na yeye mwenyewe kujitengeneza vizuri. Yuko pale hatua yake ni makundi. Makundi anabidi afanye nini? Tayari nimefika ndani ya klabu ya Simba. Tena hii sio Stellenbosch ambayo kwamba nimepewa project kuanzia mwaka 2017 mpaka 2023. Project yangu ndio yani nazungumza 23, project yake ndio ilianza kumlipa. Aliyoiandaa kuanzia muda mrefu. Sasa hii ni Simba ambayo tayari ni timu kubwa. Wakati unaandaa project yako, timu inahitaji ipate nini? Ipate matokeo. Ninahitaji kuchallenge kidogo. Unazungumzia kwamba tangu amekabidhiwa Stellenbosch mwaka 2017 project yake ikaanza kumlipa 2023. Hapo tukiangalia ni miaka 6. Je, kwa vilabu vyetu vya Tanzania vinaweza kumvumilia kocha atengeneze project yake ndani ya miaka 6 ndio ije ianze kumlipa wakiwa naye? Simamani kana sana nikwambia kwamba wakati akiwa Stellenbosch alikabidhiwa miezi 6. Hiyo miaka 6 kuandaa project yake. Na akaiandaa project yake
mpaka sasa tunaondoka, project imeanza kuwalipa. 2023 wameingia kwenye Carling Cup ya huko South Africa, wameingia makombe mawili, finalist wamefika, amefika semifinal ya nini ya kombe la shirikisho barani Afrika. Unamwona kwa project yake imeanza kufanyaje kumlipa. Ameleta challenge kwenye zile top 4 ndani ya nini, ndani ya ligi kuu ya South Africa. Ukimtaja Mamelodi Sundowns, ukiwataja Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, huwezi kumsahau kumtaja Stellenbosch. Msimu wote tunavozungumza huu msimu anaiacha timu, anaiacha hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wakati huo anaiacha tayari kuna Orlando Pirates hajafuzu, alishindwa. Kwa hiyo ina maana ndani ya South Africa zimeenda timu 3 na ya kwake ikiwemo, wakati zitakiwa ziende timu 4 baada ya Mamelodi kufanyaje kukosa. Kwa hiyo ina maana unamwona ni kocha wa aina gani, ametumia muda mrefu. Sasa tunakuja ndani ya klabu ya Simba. Wakati wewe unaandaa project yako binafsi yako ili kutengenezea matokeo, unatakiwa upate matokeo. Ndio Fadlu alichokuja kifaa. Fadlu ndio alichokiwini wakati anatengeneza project kuelekea kusema tuko kwenye tunatengeneza timu. Muda huo timu inapata matokeo. Muda huo timu tunaiona finali. Kwenye michuano aliyoikuta Simba amepeleka finali. Ligi kuu mwishoni, dakika unaweza kusema zile dakika za jioni ndo ananyang'anya nini tonge mdomoni na Young Africa. Lakini umeona tayari kocha wakati anajenga timu anafanya matokeo. Kwa hiyo hichi ndo ambacho anakuja kukutana nacho Steve Barker, kwa sababu Tanzania ni nchi pekee ambao watu wake ni kuanzia mashabiki mpaka viongozi hawana uvumilivu na mtu, hawana uvumilivu na muda wako. Rekodi yake inambeba, unaweza kusema rekodi yake inambeba. Anakuja sasa kwenye takwimu, maana tayari watu washaanza kutia maneno kutokana na kitu ambacho amekifanya msimu huu hadi sasa akiwa na Stellenbosch. Kwa hiyo ndio maana kaambia ndani ya Tanzania sisi uvumilivu wetu huwa ni mdogo. Inatakiwa pale anapoandaa project yake ndio ataikuta kwenye dirisha dogo hili, ataongeza labda sajili zake 2 au 3. Baada ya kuongeza sajili zake 3, kinachofuata sasa anatakiwa kuanza anatengeneza timu ile hali anaendelea kufanyaje kushinda. Yani hilo ndo la muhimu zaidi. Sasa unategemea mtu kama Steve Barker kwa alichokifanya msimu huu, kaiacha timu nafasi ya 14 kati ya timu 16 akikusanya alama 12 pekee. Amecheza michezo 12, amecheza michezo 14. Kashinda michezo 3, kadraw michezo 3, kapoteza michezo 8. Kaiacha timu nafasi ya 14 kati ya timu 16, kakusanya alama 12 pekee. Pengine hii haiwapi mashaka wanachama na mashabiki wa Simba, na ni kipi ambacho kiliwapa confidence au hali ya kujiamini zaidi au kumwamini moja kwa moja Steve Barker? Pengine inaweza kuwa ni alert au red flag ya kwamba Steve Barker uwezo wake umefika kikomo, kama hivi sasa tunavyomwona Pep Guardiola ndani ya Manchester City. Tukubaliane kwanza, kuna wakati unaandaa project yako, lakini mwisho wa siku ikishachoka ile project yako uliyoiandaa. Ndio maana ameandaa project yake kwa miaka 6. Baada ya miaka 6 kuna wachezaji amewauza kwenda nje. Nafikiri umeona wachezaji wameenda Mamelodi Sundowns. Amekuwa na mchango mkubwa kuandaa vipaji vingi vinachukuliwa pale South Africa. The same kwa Pep ambaye unamzungumzia kwa sasa. Kuna mtu unasema Pep ile project yeye anaiandaa project anaelekea bani. Hivi can you imagine project inaandaa ya Manchester City anaiandaa ni Pep Guardiola, lakini muda huu anafanya usajili kuelekea kwa kocha wa Bayern Munich. Hivi umenielewa ninachokimaanisha? Pep Guardiola anaandaa project yake Manchester City, muda huo anatambulishwa kuwa ni kocha wa Bayern Munich 2016. Kumbuka pindi Pep anaenda Bayern anatoka Barcelona. Ndio maana anakuambia project sasa inaandaliwa. Anaanza kuandaa project ya Man City kwa Barcelona. Akianza kuandaliwa muda mrefu. Tayari wenda tuachane. Nitaka nikupe click ya kusoma hiyo. Ni article kabisa ipo ilikuwa inazungumzwa na Peter ya Manchester City. Kocha anaenda Bayern Munich, tayari ni kocha wa Manchester City. Wana mkataba ambao umeandaliwa kwamba lazima atoke aje Manchester City. Project yake ikaanza kuandaliwa ya vijana, kila kitu kikaanza kuandaa kwenye misingi. Anakabidhiwa timu, anaanza kutengeneza timu yake ambayo tayari yeye alishaanza kuiandaa. Anaenda nayo, ndio tunamuona baada ya muda inaanza kufanyaje kumlipa. Baadaye wachezaji wanaanza kuondoka mmoja mmoja. Tulianza kuona Rehad Mahrez aliokuwa naye kwenye project yake kaondoka. Wakaanza kufanyaje kutawanyika, si ndio? Kama unakumbuka vizuri. Baadaye unaweza kusema kwa saizi bado tena anarudi tena upya sokoni kuanza kutafuta mmoja mmoja, kuongeza wale vijana wengine, ananyanyua, anaendeleza project yake. Huwezi kusema imekufa direct. Tunarudi kwa Steve Barker ambaye ndo kaja Simba.
project yake alianza nayo vizuri, ikaanza kumlipa 2023. Rasmi ndiko mafanikio makubwa ya Stellenbosch yameanza kuonekana. Msimu ule ulisha 2024 wakafika mpaka semifinal ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kuna muda unaweza kukuta katikati kuna some other factors ambazo huenda zikawa zinachangia kwa sasa yeye kushuka, lakini kushuka kwake haimaanishi kwamba sio kocha mzuri. Yes. Ni kocha mzuri. Unaweza kusema kwa sasa na Stellenbosch safari yake tiketi nasema ule mlango umefungwa siku ya jana. Rasmi sasa amefungua mlango mpya akiwa na Simba. Nafikiri lazima atakuwa amefuatilia Simba, ameifahamu kiundani zaidi, ameoneshwa ilivyo. Yeye kama kocha ana malengo yake binafsi, timu kama timu wakati anakabidhiwa mkataba, timu ina malengo yake binafsi. Sasa hapa inakuja interest ya kocha, interest ya timu na mashabiki. Sasa achana na mashabiki. Mashabiki hawa wawili waliosaini mkataba wao wanajua kwa nini wamemwamini. Kocha ni mzuri, anaaminika, japokuwa kiachana kwamba hana rekodi nzuri na msimu amefanyaje, ameuanza vibaya. Tunamzungumzia hata Fadlu wakati anakuja akiwa kocha msaidizi anatoka South Africa, naye msimu wakati anakuja hakuwa na msimu mzuri, lakini akija ndani ya Simba amefanya makubwa. Kwa makocha wengi wanakuja Simba, wengi wao hawana CV kubwa Afrika, lakini wanayoyafanya yanakuwa makubwa zaidi. 2017 hadi 2025 huyu kocha Steve Barker akiwa na Stellenbosch ameiongoza kwenye michezo 347, akapata ushindi kwenye michezo 125 sawa na 36% za ushindi. Akapoteza michezo 119 sawa na 34%. Akaja kutoa sare kwenye michezo 103 sawa na 30%. Ukitazamia michezo aliongoza Stellenbosch tangu anaanza kuhudumu klabuni hapo, kwa idadi ya michezo aliocheza, michezo aliyoshinda, kupoteza, ni kocha ambaye alikuwa amejaribu sana kubalance. Ukitazamia michezo aliyoshinda na kutoa sare ni karibia asilimia zaidi ya 80-85 ukilinganisha na michezo ambayo amepoteza. Ndani ya Simba anakuja kwenye timu ambayo kuna baadhi ya majina wachezaji wanahusishwa kuondoka. Tumesikia akitajwa Elimpanzu, tumesikia akitajwa Jinshazi Awa, tumesikia akitajwa Maurice Abraham na wachezaji wengine ambao ndani ya Simba ndio kama tegemeo. Ndio tunaweza tukashuhudia kocha akakutana na downfall. Tunasema kwamba unakuja ndani ya timu, hujapewa muda wa kutulia vizuri, afu unaanza kupoteza baadhi ya wachezaji ambao walikuwa ni muhimili ndani ya timu. Tumeshuhudia akiwa Stellenbosch ni kocha ambaye amesifika zaidi kwa kugroom wachezaji, kwamba anawakuza, anatoka nao chini, wanapanda juu mpaka wanakuja kwa top class players. Ndio Nimekutajia hapa akina Ikram Reinders, nimekutajia akina Ryan Adams, nimekutajia hao wote wamepita kwenye mikono yake akiwa Stellenbosch. Sasa ndani ya Simba, pengine leo hii Simba wanaweza kupata jeuri ya kwamba okay, tunamruhusu Jenshazi hao aondoke, tunamruhusu Elimpanzo aondoke, alafu tunabaki kuamini akina Abraham Morris, pengine tunaamini akina Yusuf Kagoma. Inawezekana kweli kama ni kocha ambaye anafika alafu kuna majina ya wachezaji wakubwa yanatajwa kwamba yanahitaji kuondoka Msimbazi? Ya tunabidi tutofautishe Stellenbosch na Simba. Hicho kitu kwa kweli watu wanabidi wakitofautishe. Stellenbosch ni timu ambayo unasema naye ni daraja la kawaida ambalo nayo ndo anaenda kujitengeneza ndani ya ligi kuu ya nini ya South Africa. Unapokuja Tanzania ni one among of the giant club in Tanzania. Not Tanzania in Africa. Ni miongoni mwa timu kubwa Tanzania, lakini ni timu kubwa barani Afrika. Tunavyozungumza ni nafasi ya 5 kwa nini kwa viwango vya kafu. Kwa hiyo unapoizungumzia ni nafasi ya 11 kwa viwango mlivizungumza vya juzi hapa, Yanga ya 7. Kwa hiyo maana unapozungumza Tanzania ni Simba ni timu kubwa. Anapokuja kocha kama Steve Barker, yeye anapokuja anakuta timu yenyewe na malengo yake makubwa. Unatakiwa uishi kwenye yale malengo makubwa. Inapokuja swala la mchezaji ameondoka, ndio maana mchezaji anapoondoka ndani ya klabu kubwa, ndio maana leo hii Chama aliondoka ndani ya Simba, alikuwa muhimili mkubwa, lakini timu bado iliendelea kufanya chukua na kifanya. Nenda Young Africans, aliondoka Fiston Kalala Maele, ndio alikuwa top striker ndani ya Yanga, aliondoka, lakini mpaka leo timu bado zinaendelea kufanyaje, kufunga. Swala la kocha, wale kuja makocha wakubwa kaondoka, Nabi aliondoka, Gamonda aliondoka ndani ya Yanga, lakini mpaka Yanga leo hii bado inaendelea kufanya yale aliyofanya. Amekuja Steve Barker, alipokuja Steve Barker walishakaa wengine na wengine, alishakaa, tunamzungumzia aliondoka Davis Fadlu, aliacha timu, amekuja Dimitar Pantev baada ya kukosa tena, amekuja kwa muda mfupi, amekaa miezi miwili tu, tulizungumza miezi miwili, amekaa kwenye mechi 4 pekee zimemtosha yeye kuondoka. Haijalishi wataondoka akina Mpanzu, ataondoka labda Maurice Abraham,
ameshaondoka Jean Charles Ahoua, wachezaji wote wa Simba, kinachotakiwa kwenye hizi timu mbili ile facilities ulionayo hiyo, hata kama una wachezaji watatu wangapi, as matters wako ndani ya Simba. Simba yenyewe inawabeba kama Simba. Sasa kocha ni yeye kufanya juhudi, hakikisha anapata matokeo. Haijalishi una wachezaji wangapi, kama unahitaji wachezaji lazima utatoa taarifa, bana nahitaji mmoja mbili. Wanaweza kukuvumilia, wakikuvumilia sana ni msimu mmoja. Yaani wao ndio wakiana kukuvumilia sana, umepewa msimu mmoja. Ulobaki msimu mmoja kukupa msimu mmoja, wakikupendelea zaidi umewashaisi ni miwili na watosha. Uvumilivu wao unakuwa umeishia hapo. Pasina project yao kwa imewalipa. Okay. Hasani, mimi tumalizie maana tumegusa maeneo mengi sana. Ninatamani pia tuguse kidogo sana. Dakika moja itakutosha na mimi nitatumia dakika moja. Nilipotazama utambulisho wa Steve Barker hapo jana, nilitarajia pia nione jopo la ufundi pia wanatambulishwa naye pamoja. Amekuja kocha mpya yeye mwenyewe kama kocha mkuu, bado hatujapata taarifa kama anakuja na msaidizi wake, anakuja na yani full technical bench la kwake yeye, bench la ufundi. Huoni kama Simba wataendelea kuwa na tatizo lile kwamba yani kwa mfano unamiliki chombo cha moto, kwa mfano pikipiki ina tairi mbili, si ndio? Tairi la mbele na la nyuma, tufanye tairi la mbele ndiye kocha mkuu, tairi la nyuma ni kocha msaidizi. Sasa kumbe ukute tairi la nyuma ndio lina tatizo ambaye ndio kocha msaidizi. Sisi tunafanya kubadilisha tairi la mbele ili hali pikipiki bado haitoenda vizuri. Maana tulipaswa kubadilisha mfumo mzima kwenye benchi la ufundi. Huoni kama kuna namna ambapo bado Simba itaendelea kustruggle kutokana na maneno ambayo yanakuepo? Lakini pia hata wachambuzi tumekuwa tukidiscuss hapa, ni kwa nini Matola anaendelea kudumu Simba. Pengine ukute pia ni sehemu ya tatizo. Haiwezekani makocha takriban 9 wanapita Simba, yeye anasalia pale kwamba yeye ni mtu sahihi sana ndani ya Simba, kila siku anabaki kuwapokea makocha wanaokuja ndani ya klabu yake. Alois Sagala mpaka sasa zikalitolea ufafanuzi, kwa sababu wao wamemtambulisha kocha mkuu. Huenda labda kuna kocha anaweza kaja na watu wake binafsi, baadaye labda wakaja kutambulishwa baadaye, au tukapewa taarifa kwamba Selemani Matola anaweza kaendelea kuwa kocha msaidizi. Kama ulimsikia Ahmed Ally alisema yeye Selemani Matola bado ni mwalimu wa klabu ya Simba na amedumu kwa muda mrefu. Kuna watu wengine wakaenda mbali, wewe unataka aondoke, unataka atoke, wewe unajua mkataba wao na Simba. Kwa hiyo watu wengi tunajua, lakini hatujui mkataba wake na Simba. Kwa nini hao wengine wanapokuja yeye anaendelea kubaki? Nalo ni swala ambalo wanazidi kuendelea kuulizwa uongozi. Labda wao wana malengo naye ya muda mrefu, au yupo kwa sababu maalum na uwezo kusema atoke, labda uwezo kusema wao wanajua kwa nini wanaendelea kubaki naye. Kama yeye ndo tatizo, huenda labda wao watakuwa wanajua na wanaendelea kulifuga. Kama sio tatizo, basi wao wanajua manufaa yake makubwa, na ndo maana anapokuja kocha mpya yeye bado yupo, lakini anaendelea kuwa msaidizi. Ukashangaa Steve Barker anakuja ana jopo lake la wengine ambao labda hajatambulishwa, lakini ndo wapo naye nyuma, alafu Matola naye akaendelea kuwa kocha msaidizi. Hayo maneno ya Hassan Saddam. Langu jina ni Alois Sagara. Tuendelee kuvuta subira, lakini nao mtazamaji wa Data Sports usisahau kusubscribe habari kama hizi moto zinazokujia kupitia Data Sports. Basi wewe wa kwanza kupata taarifa. Ukisha subscribe, bonyeza kile kialama cha kengele pale kwa maana ya notifications, ili tunapoposti tu habari zetu hizi, vipindi vyetu mbalimbali, unakuwa wa kwanza kujuzwa na unakuja chap kwa haraka kututazama na unapata madini kama haya kutoka kwa Hassan Saddam. Tumekuelezea kinaga ubaga. Wewe kama shabiki wa Simba, wewe kama mdau wa soka, je, kocha huyu Steve Barker unamuona akidumu sana klabuni Simba? Je, unaiona akifikisha Simba nje ya ahadi? Ana kibarua kizito sana kwenye michuano ya kimataifa. Simba hana alama yoyote. Kwa hiyo Steve Barker jukumu kubwa ni kuhakikisha anaipatia Simba walau alama ya kwanza kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya Liga Mabingwa barani Afrika. Nyuma ya kamera ni Florence Lenatus, anasema Simba wanapaswa kuzungumza vizuri na Steve Barker na Suleiman Matola.